Sabasaba ya dhahabu inaendelea kung'ara katika viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Temeke, Dar es Salaam. Msimu umeshazinduliwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na Lini Media popote tunakufikia, mimi ni Godfrey Kusolwa. Hapa nipo nje ya banda la Katavi. Banda hili la Katavi linazo taasisi mbalimbali zinazofanya kazi chini ya Wizara ya Kilimo, miongoni mwao Mamlaka ya Afya Mimea na Viuatilifu Tanzania TPHPA. Wako huku na wataalamu wao mbalimbali. Je, katika msimu huu wa dhahabu au Sabasaba ya dhahabu wana yapi hasa kwa wakulima na wananchi? Twende nikupeleke tushuhudie msimu huu wa Sabasaba TPHPA. Twende. Hongereni kwa kuja kwenye Sabasaba, na utambulisho wako tukufahamu ni nani? Asante sana mkuu. Kwa majina anaitwa Mbamwezi Hussein, ni mwanasayansi wa maabara kutokea TPHPA, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu, yenye makao makuu yake Ngaramtoni, Arusha, lakini pia tuna ofisi za kanda 7 nchi nzima. Karibuni sana banda la TPHPA lilopo Katavi. Katavi. Na nini bwana kutoka kwenye maabara maji ndio ni maabara sasa Dhumuni kubwa la afya ya mimea, kwanza kabisa sisi kama TPHPA, dhumuni letu ni kuhakikisha kuna utoshelevu wa chakula na kufacilitate wafanyabiashara wa mazao kwenda nje ya nchi. Hivyo basi TPHPA upande wa maabara tumekuja na teknolojia au sayansi inaitwa DNA sequencer ambao unaiona hapa. Hii ni teknolojia ya kidijitali. Hii inahusisha na utambuzi wa wadudu wa level ya vinasaba ama DNA, ambayo hii inakuwa iko direct sana na kumtambua mdudu husika mwenyewe, sio kwa makundi ila kwa mmoja mmoja, ambayo kwa kutumia teknolojia hii tumeweza kusolve tatizo la wadudu ambao walikuwa wanashambulia vitunguu maeneo ya Ruaha, Kilolo, ambapo mazao yalishuka kwa 50% ya uvunaji wa vitunguu vilishambuliwa na wadudu. Tukaenda na teknolojia yetu tukapima shamba, tukatambua wadudu waliokuwa wakisumbua, maana wakulima walikuwa wakipiga dawa, tatizo bado liko pale pale, piga dawa, tatizo liko pale pale. Kwa kutumia teknolojia hii ya DNA sequencer, na imani kwa sasa wakulima msimu unaokuja wa mazao watavuna vitunguu na hali itarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini pia sanjari na hilo, sisi afya ya mimea, sisi Tanzania Plant Trace and Pesticide Authority, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu, tunaruhusu uingizwaji wa mazao. Hivyo basi kulinda mazao yetu ya ndani, lazima tuhakikishe kinachoingizwa kiko salama. Tusilete mdudu mpya ndani ya nchi yetu ikawa ni tatizo moja kwa moja na kusababisha upungufu wa mazao kwetu ndani na kuleta tatizo. Kwa hiyo kutumia teknolojia hizi tunapima na kuchakata na kuhakikisha mazao yanayoingia yakiwa safi na salama, lakini pia kusaidia wakulima ambao wanasafirisha mazao nje ya nchi yakiwa ni salama, yasiweze kurudi. Kwa hiyo kufungua masoko lazima kuwe kuna hii cheni ya usalama wa mazao husika. Hii ni Sabasaba wanasema ya dhahabu, miaka 50. Naam. Tangu mwanze tumetuambia teknolojia hapa mao tija yake. Naam. Mnajivunia nini? Kiukweli kwanza teknolojia hii kwa upande wa taasisi nyingi zinazofanana na sisi kwa Afrika Mashariki ni inapatikana kwetu tu Tanzania, ambapo kwa nyuma ilikuwa ni teknolojia nyingine ambayo ilikuwa ni ya muda mrefu kidogo, ila kwa sasa hii ni teknolojia mpya, na ndio maana tumekuja kuwaeleza wakulima na baadhi ya wadau wote wajue kabisa kilichopo ni kipi na inakuwa ina tija gani kwa mkulima, kwa kila mwananchi atakuwa ananufaika hii kwa namna moja ama nyingine, hata kama sio mkulima, kwa sababu tukipunguza madhara kwenye mazao kama mengi, tutategemea soko la ndani litajitosheleza, hatutokuwa na haja ya kwenda kuingiza vyakula kutoka nchi jirani. Na wanaokuja hapa Sabasaba kwenye banda hili, maana naona limekaa vizuri, vipaumbele vyao ni nini, na pengine mnapoelimisha mapokeo yao? Kiukweli kwa mapokeo yao ni chanya. Hata kuna baadhi ya watu washatuwasilishia sisi, kuna mkulima mmoja ana shamba la minazi inakufa, washaenda baadhi ya watafiti po, tunataraji baada ya Sabasaba hii tutaenda kwenye shamba lake tuweze kugundua je, tatizo ni nini, kwamba kuna shida gani kwenye minazi ambayo inapelekea kufa kwa minazi yake. Kama ni tatizo la baadhi ya visumbuku litajulikana, kama ni tatizo la kwenye ardhi litajulikana.
Kwa hiyo wakulima wanakuja wanapata elimu na wanakuwa very interested na teknolojia, kwa sababu ni kitu ambacho ni kipya, hawakuwahi kukutana nacho, tofauti na teknolojia zingine za upimaji wa vinasaba. Na tutarajie nini sasa? Neno la mwisho na ujumbe wako kwa wananchi kwa ujumla. Mimi nawasihi tu wananchi kwa ujumla, teknolojia hii na Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu tupo kwenye kulinda afya ya mimea na mazao yake yote kwa ujumla. Kwa hiyo wananchi nawasihi kwamba teknolojia hii ipo, ikipata changamoto yoyote kwenye shamba lako usisite kututafuta TPHPA kwa kuweza kulitatua kabisa tatizo hilo. Tupo kwa ajili ya kusolve matatizo. Ni afya ya mimea bado ni changamoto hapa nchini, si unawaachaje wakulima? Bado ni changamoto kidogo. Safari ya Dira ya Taifa ya Maendeleo miaka 2050 tutarajie nini? Maana changamoto za wakulima bado ni nyingi kwenye afya, hasa afya. Changamoto kweli, afya ya mimea ni changamoto kwa sababu kutokana, kwanza kuna mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo ukiachana tu na visumbufu kama mabadiliko ya hali ya hewa, pia yanaathiri upatikanaji wa chakula kwa namna moja ama nyingine. Unaweza kuona kama mwaka huu msimu wa mvua sio ule ambao tumeuzoea, imechelewa kuja. Kwa hivyo wakulima, kuna baadhi ya maeneo wameshindwa kulima, kuna baadhi ya maeneo wamewahi kulima. Kwa hiyo mimi naona kwamba kufika mwaka 2050 kwa nchi kama dira ya nchi tunategemea kuwa na export kubwa sana na utoshelevu. Tunataraji kuwa tunalisha baadhi ya nchi za Ulaya, nchi za Asia na majirani zetu pia. Kwa kuwa tuko TPHPA, baada ya kufika hapa na kuzungumza na kukaribishwa, tumekutana na watu wanamshangaa panyabuku huyu hapa. Wakati mwingine analala hivi, haeleweki panyabuku, na tutazungumza na mwenyeji wetu hapa aweze kutuambia nini ambacho kinaendelea hivi sasa katika jubilei hii ya Sabasaba 2026. Kwanza kwa kujitambulisha, jamani wananchi, hongereni. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Remtula maarufu, natokea Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania TPHPA, kitengo cha udhibiti wa mlipuko wa panya. Hapa sasa tumekuja katika Sabasaba hii kuonyesha aina za panya mbalimbali wanaopatikana katika mazingira yetu ya Tanzania, na lengo hasa ni kumjulisha mkulima kwamba kama anapata changamoto ya panya hawa, basi atujulishe kituo chetu, tunaweza kuja kuangamiza. Hapa tuna aina mbalimbali za panya. Kuna huyu panyabuku, yeye mazingira yake anaishi chini ya ardhi, anaishi kwenye mitaro na anaharibu mazao jamii ya mizizi, anaharibu nyanya, anaharibu mahindi, vile miogo, viazi. Yeye ndo uharibifu wake wa huyu panyabuku. Kwa hiyo panyabuku ni msumbufu sana kwa wananchi. Endapo inatokea tatizo hilo, basi wananchi waweze kutujulisha, kuwasiliana na sisi. Hivi hasa kwa maeneo gani hao wanatoa athari? Hawa athari yake sana maeneo ya Kilimanjaro wanapatikana sana, kwa sababu sisi huduma zetu tunatoa kwa wananchi wanaopatikana kwenye wilaya tofauti. Kwa hiyo huyu panyabuku tumempata sana maeneo ya Kilimanjaro. Anafukua mizizi ya migomba inaweza kuanguka, anakula viazi mviringo, anakula miogo, anakula kahawa, huyu panyabuku. Sasa panya huyu buku mnamdhibiti vipi? Maana wakiwa wengi sasa hatutapata mazao. Anadhibitiwaje huyu? Endapo mlipuko wa panyabuku unaweza kutokea, basi sisi tunajulishwa kama mamlaka kutoka kwa mkurugenzi wa ile wilaya. Tunafika kwenye hilo eneo kwa kuweza kuwadhibiti. Tunatumia njia ya udhibiti ambayo tunatumia sumu fulani kufika pale kwa mkulima, tunatumia sumu kwa ajili ya kumwangamiza huyu panyabuku. Na wapo aina mbalimbali, wako aina tofauti tofauti au ni ukubwa tu, yani kwa hawa panyabuku ni ukubwa tu unatofautiana, lakini vile vile kuna panya wengine wanaoishi kwenye mashimo vile vile kama huyu panyabuku, ikiwemo huyu panyafuko. Haiko fuko na yeye anaishi chini ya ardhi, wanaharibu mazao mashambani pia. Vile vile shambani kuna panya wengine ambao kama huyu anaitwa tatera. Tatera naye ni muharibifu sana mashambani. Vile vile kuna huyu anaitwa panya shamba. Ni panya wanaoongoza kwa kuzaliana sana shambani. Wanafanya uharibifu, wanaharibu mahindi, wanaharibu mpunga, wanaharibu mazao kama nyanya, mazao yote ya mashambani wanafanya uharibifu. Vile vile pia kuna panya wa majumbani. Panya wa majumbani ambao wanaharibu miundombinu ya majumbani, wanaharibu mazao majumbani na vitu vyote nyumbani pale. Wanaharibu, wanakula vyeti, wanakula madaftari, wanakula aina zote za
vitu kama hivyo, mazao na nini, wanaitwa panya wa majumbani. Kwa hiyo na wenyewe ni waharibifu sana sana sana. Na hao weupe, naona kuna weupe, hawa ni aina gani? wana taswira gani hawa weupe? Hawa panya weupe mara nyingi wanapatikana kwenye maabara, wenyewe ni kwa ajili ya tafiti mbalimbali za magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo hawa wenyewe ni panya wanapatikana kwenye maabara, huwezi kukutana nao mitaani. Sasa basi, tunawashauri wananchi wote kufika kwenye banda letu la Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu kwa ajili ya kujifunza panya wa aina tofauti tofauti. Sambamba na hapo pia tunaenda kutoa huduma zetu kwenye wilaya tofauti tofauti ndani ya Tanzania. Mpaka kwa msimu wa mwaka 2025 2026 tumeweza kutoa huduma kwenye wilaya 12. Tumefika pale wilaya 12 zilitoa taarifa ya mlipuko wa visumbufu vya panya mashambani. Tumefika kule, tumezunguka kwenye kata 382, tumefika kwenye vijiji 3852. Tumetoa huduma kwa wakulima 13785 na vilevile tumeweza kuokoa ekari 69882. Kwa hiyo tunawahusia wananchi wote wafike kwenye banda la Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu waweze kujifunza aina mbalimbali za panya. Kwa majina naitwa Christian Maige, ni afisa kilimo na mtaalamu wa viuatilifu. Natokea katika idara ya usimamizi wa viuatilifu Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania. So tumekuja hapa kwenye maonyesho ya Sabasaba nikiwakilisha hii idara ya usimamizi wa viuatilifu, ambapo imeundwa na vitengo vitatu: usajili wa viuatilifu, teknolojia za unyunyizaji wa viuatilifu na majaribio ya viuatilifu. Wadau wetu wakubwa ni wafanyabiashara wa viuatilifu, wakulima na wadau wengine. Kwa maonyesho kama ya biashara tuna interact na watu wa aina mbalimbali. Sasa watu wanataka kufanya biashara za viuatilifu, kwa hiyo tunawapa maelekezo ni namna gani wanaweza wakajisajili kwenye mifumo yetu, wakaanzisha hizo biashara za viuatilifu, namna gani wanaweza wakasajili hizi bidhaa za viuatilifu na zikawa bidhaa halali kwa ajili ya matumizi ya mashambani kwa hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini vile vile tunatoa elimu kwa watumiaji wa viuatilifu, sasa wakulima, namna gani waweze kutumia hiko viuatilifu kwa usahihi, ili cha kwanza wapate mafanikio kwenye kilimo, wazalishe kwa tija. Lakini vile vile kwa asilimia kubwa viuatilifu vinavyotumika ni vya kemikali, kwa hiyo vina athari kwenye afya ya binadamu lakini na mazingira vile vile. Kwa tunaelekeza watumie namna gani kwa usahihi ili kuepuka hizo athari zinazoweza kutokana na matumizi ya viuatilifu. Lakini vile vile hapa chini unavyoona una vinyunyizi na bomba ambazo ndizo kwa asilimia kubwa zinatumika na wakulima wetu wadogo wadogo kwa mashambani, na mara nyingi zikitumika pia ambavyo haitakiwi, unaweza ukakuta mkulima apate matokeo ambayo yanatakiwa au akachafua mazingira au yeye mwenyewe akadhurika na viuatilifu. Kwa hiyo pamoja na kuwa na viuatilifu hapa kama sampuli za baadhi ya bidhaa ambazo tunazisajili, na hizi bomba pia ambazo tunazisajili na kuwaelekeza wakulima wetu namna gani wanaweza kutumia viuatilifu. Jina langu naitwa Nedumoto Omole, ni mfanyakazi wa Mamlaka ya Afya ya Mimea DPHMA na ni meneja wa kitengo kinachohusika na uhifadhi na utambuzi wa bioanuwai ya mimea, kitengo cha taifa. Kazi kubwa inayofanyika pamoja na TPHP iko na majukumu mengi, lakini jukumu lake lingine kubwa ni hili la kitaifa la kuhakikisha kwamba bioanuwai ya mimea inahifadhiwa kwa ajili ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Kitengo hiki kwa ujumla inahifadhi na kutambua aina zote. Nikisema bioanuwai ya mimea ni kwamba anamaanisha aina zote za mimea iliyoko Tanzania, kwa kuchukua taarifa za mimea hiyo kutoka sehemu zote ziliko mimea kwenye misitu na hifadhi na uoto wa asili, na kuhifadhi taarifa hizo pamoja na sampuli zake kwa mfumo wa kitaifa
kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya wananchi wa Tanzania, lakini pia kutoa ushiriki mkubwa wa washirika wetu wa Tanzania na ambao walioko nje ya Tanzania. Kwa hiyo tunahifadhi kwa kufuata mfumo wa kitaifa na wa kimataifa ili kuwezesha ushiriki mkubwa wa watu wote wanaohusika na uhifadhi wa bioanuwai. Tunahifadhi mbegu za mimea ya asili au mbegu za asili aina zote zilizoko Tanzania kwa ajili ya matumizi ya sasa na ya baadaye. Wanasayansi wanatumia kwa ajili ya kuboresha mbegu zao kwa sasa, kwa sababu mbegu hizi zilizopo sasa hivi zinaweza zikawa zina upungufu wa vinasaba vya kukinga magonjwa. Kwa hiyo mbegu zetu za asili vinaweza vikatoa vinasaba vile vya kukinga magonjwa, vinaweza vikatoa vinasaba vya kuhimili ukame kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hivi vinahifadhiwa kwa ajili ya tafiti, lakini kwa ajili ya kuendeleza rasilimali ya nchi yetu kwa aina hii ya mbegu. Kwa hiyo DPHPA inatunza na kuhifadhi mbegu kwenye kituo cha taifa cha kuhifadhi nasaba za mimea. Kitengo cha taifa hiki kingine kinahifadhi sampuli, nimesema aina za mimea zilizoko Tanzania kwa mfumo wa sampuli kavu, imekaushwa namna hii, na taarifa zote zinazofuatana na mmea huu, mmea ulikotoka na taarifa zake. Na hizi sampuli zinahifadhiwa kwenye makabati, lakini taarifa zinahifadhiwa kwenye database kubwa au kanzidata kubwa ambayo inaweza kushirikisha watafiti, kushirikisha wote wenye kuhitaji kuhifadhi bioanuwai. Wanaweza wakachukua hizi taarifa. Hizi taarifa zitasaidia uelewa mkubwa wa aina za mimea za Tanzania, lakini na uhifadhi. Huwezi kuhifadhi kitu usichokijua. Kwa hiyo lazima ukijue unachokihifadhi. Kwa hiyo tumekuja kuambia wananchi kwenye maonesho haya ya Sabasaba kwamba uhifadhi wa bioanuwai inahitaji kwanza kujua unachokihifadhi, lakini unahitaji pia kutumia kwa muendelezo. Sasa sustainable utilization, lazima ujue hicho unachokitumia na ili uweze kuhifadhi. Na bado nipo TPHPA baada ya kutoka katika kitengo cha uhifadhi wa bioanuwai ya mimea, tumetembelea tena katika kitengo kingine, na hiki ni kituo, si kitengo, ni kituo cha udhibiti wa visumbufu vya mimea, na ni kwa njia ya kibiolojia. Unajua sayansi na teknolojia vyote vinaenda sawa sawa. Kwa hiyo mwenyeji wetu katika kituo hichi kilichopo Kibaha mkoani Pwani ni afisa kilimo Felista Alois Tarimo. Kwanza hongera sana kuja kwenye Sabasaba. Asante sana na karibuni sana kwenye meza yetu. Kwa majina naitwa Felista Alois Tarimo, ipo kituo cha udhibiti wa visumbufu vya mimea Kibaha. Kwenye maonesho haya ya 50 ya Sabasaba, kwa kweli wadau wetu wanapofika kwenye meza yetu wamekuwa wakifurahia na kuelewa na kupata elimu kuhusiana pia na hisi gani ya kutunza miili yao kwa kutumia njia za kibiolojia, kula vyakula visivyokuwa na sumu. Kwa hiyo kwenye meza yetu wakulima wamekuwa wakijifunza kuhusiana na kuona maajabu kwamba kumbe kuna wadudu ambao ni marafiki kabisa na wapo katika maeneo yetu, na hao wadudu hao wanatumika kuwadhibiti wadudu ambao ni waharibifu. Wao wadudu wafu wanadhibiti wadudu waharibifu. Elimu hiyo wakulima walikuwa hawana, na wamebaki wengine wakishangaa na wengine wakisema kwamba hicho kitu wataenda kukifanya kutokana na elimu wanayoipata. Pia kwa maonesho haya wakulima wamejifunza kumbe kuna viuatilifu wanaweza wakavitumia visivyokuwa na sumu kabisa, ambavyo ni viuatilifu rafiki kabisa, ambao wanaweza wakatumia kwenye mazao ya mboga mboga, wakapuliza hata kwenye bustani zao, ambao mwisho wa siku wakawa wanakula kitu ambacho ni kitu safi kabisa. Na nia na madhumuni ya meza hii kwa wadau wetu ni kuwaelimisha pia kuhusiana na kwamba wakati unazalisha product yoyote ni lazima
ufikirie kwamba kwanza unatakiwa ujilinde wewe na pia uwalinde wenza na yule mtu anaenda kutumia. Na kwa njia za kibiolojia ni kweli kabisa, utakuwa unajilinda wewe na utakuwa unamlinda mtumiaji. Na pia imeenda zaidi kabisa kutokana na ukiangalia ulimwengu wa sasa hivi ama masoko mengi ya nje yaliyofunguliwa wanataka kitu ambacho ni organic. Kwa hiyo kwa kutumia viuatilifu hivi visivyokuwa na sumu ama njia hizi za kibiolojia, kwa hiyo products zetu nyingi zinakuwa zinakubaliwa, hasa kwenye maua. Maua zinakuwa wanapoenda kuzipima nje wanakuta ziko safe, hazina residues zozote za kemikali. Kwa hiyo kwenye banda letu kwa kweli wakulima wamefurahia, na pia wamegundua kwamba na wamepata elimu kwamba kuna gugu vamizi ambalo sasa hivi limevamia ziwa Victoria. Na gugu hilo tumewapa elimu kuhusiana na jinsi gani ya kulikabidhi na kuona wenyewe, maana kuna wakulima wetu wanafika, wadau wetu wanafika hapa, wametokea Mwanza, wanakuwa na maswali kama hivyo, je, kuhusiana na yale magugu itakuwaje kama tutapuliza sumu? Sasa sisi tumewapa elimu kwamba tuna wadudu ambao ni marafiki kabisa, wanaweza wakala yale magugu kule kwenye maji pasipo kuathiri kitu chochote, na samaki wakaendelea wakawa salama pamoja na maji yakawa salama. Kwa wakulima wetu kwa kweli wadau wetu wamefurahia hicho kitu na wameona magugu yenyewe, na wengine tayari walikuwa na uelewa kuhusiana nayo. Kwa majina naitwa Musa Chidinda, ni kaimu manager anayesimamia sehemu ya usimamizi wa usafi wa mimea na karantini. Sehemu hii kwa sehemu kubwa majukumu yake inatekeleza kwa mujibu wa sheria ya afya ya mimea namba 4 ya 2020 na kanuni zake za mwaka 2023 ambazo kanuni hizi zilifanywa marekebisho 2024. Kanuni hizi zinawezesha biashara. Katika kuwezesha biashara zimetengenezwa kuhakikisha kwamba zinakidhi matakwa ya kimataifa ambayo Tanzania tumeridhia. Kuna convention inaitwa Plant Protection Convention ambayo Tanzania tumeridhia 2005. Convention hii ina wanachama 184 ambao wanachama hawa sasa wameona ili uweze kufanya biashara ya mimea na mazao katika hali ya utulivu, basi ni vyema kila mtu akaitekeleza kwenye nchi yake. Katika kuitekeleza sisi imekuja kutekelezwa na hichi chombo cha TPHPA ambacho ni chombo mahiri kinachosimamia masuala ya afya ya mimea nchini. Na katika kusimamia masuala hayo sasa kwenye kitengo hiki naweza nikasema ndio chujio la biashara yote ya mimea na mazao nchini. Kwa mimea inayotoka na inayoingia, lakini pia katika maeneo ya uzalishaji. Kazi kubwa ni kulinda visumbufu vigeni na ambavyo tunaviendelea kuvidhibiti ndani ya nchi visiingie ndani ya nchi, na vile vile visitoke kwenda kwenye nchi wenzetu wanachama, hata na wale ambao sio wanachama. Katika kazi moja hapo ambazo tunazifanya ni ukaguzi kwenye mipaka. Utaona hapa kuna bidhaa zetu mbalimbali ambazo tunazikagua kwenye mipaka kuhakikisha ubora ule unafikiwa, ili sasa tuweze kumaintain masoko yetu na bidhaa bora iweze kufikia masoko yetu. Lakini haitoshi, katika maeneo ya uzalishaji, kwa wale wakulima wakubwa ambao wanasafirisha, tunafanya ukaguzi wa kila mwezi kuhakikisha mazao yote yanatoka ikiwa na ubora unaotakiwa kwenye soko husika. Lakini haitoshi, hata wakulima wadogo tunawafikia kwenye maeneo ya visumbufu. Tuna teknolojia mbalimbali ambazo tunazitumia katika kudhibiti, lakini kikubwa pia kwenye maonyesho yao tumeleta ile tunasema regulation yetu 2024 ambayo inaonesha tozo zote ambazo zinachajiwa na mamlaka. Hizi tozo ziko kisheria ambazo sasa mkulima, mfanyabiashara, msafirishaji anatakiwa kuzijua ili kuepuka wale makanjanja katika kufanya biashara ya mimea na mazao. Kwa hiyo kuna tozo hiyo, lakini haitoshi, tunawapa elimu wakulima wadogo kwamba ana tatizo, lile tatizo afanye nini ili kuepuka nalo. Mfano kama hapa ni tatizo ambalo ni kubwa sana linawasumbua wakulima, tunasema cutworm. Ni funza ambao wanakata mimea ikiwa michanga mashambani. Kwa hiyo tunawapa njia mbadala ya kutumia ili kuweza kuepukana nayo. Sio tu kutumia viuatilifu, ni njia mbadala. Anachukua vijiti viwili anaweka pembeni mwa miti ile, kwa sababu wao wana mtindo wa kujizungusha na kukata ile mimea. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, wale wenye matuta vidogo vidogo nyumbani hawana sababu ya kutumia viuatilifu ili kumdhibiti huu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunaenda kutekeleza jukumu letu mama linaitwa
udhibiti husishi, yani integrated pest management, ambayo ndiyo ngao yetu kama nchi kwa wakulima. Tunawafundisha wakulima katika visumbufu vya mimea kujilinda wafanye nini, na katika kufanya ufuatiliaji wa mashamba yao wafanye nini. Lakini sasa umeamua kwenda kudhibiti, usikimbilie kwenda udhibiti wa viuatilifu. Unaanza kwanza na udhibiti kama ni usema wa kwanza, udhibiti sango na udhibiti wengine wa bila kutumia kemikali. Lakini ukishindwa kabisa, ndio unaenda kwenye hatua ya mwisho ya kutumia kemikali. Kwa hiyo hizi ni jumbe ambazo tumewaletea wafanyabiashara, wakulima na wazalishaji wa aina mbalimbali kuhakikisha kwamba mazao yao yanakuwa salama, yanakuwa na viwango vinavyotakiwa kwenye masoko husika. Hakika tumejionea Golden Jubilee, jubilee ya dhahabu ya maonesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam, DITF, kutoka hapa kwenye mamlaka hii ya afya mimea na viuatilifu Tanzania, TPHPA. Tumepata taarifa sahihi na elimu mbalimbali kuhusiana na mnyororo mzima wa ukuaji wa sekta hii katika swala zima la mazao na mimea. Hatuna la kuongezea, wataalamu wao wamezungumza mengi sana. Kwako mtazamaji, ni wewe katika msimu huu kuweza kufika katika banda lao na kujipatia elimu sahihi. Hatuna la ziada. Godfrey Posoro, Ndalini Media, popote tunakufikia. Bye.